yatima mzee. Nimeshaishi kwenye maisha ya uyatima muda mrefu. Mimi mama yangu amefariki nikiwa na miaka 7. Kwa niliishi kwa kulelewa na watu, tukisema ndugu, na nimepita kwenye mikono ya watu. Kwa hiyo ninaijua adha ya kuishi bila wazazi. Na nielewa. Kwa hivyo mimi ni mmoja wa yatima ambao nimepitia mazingira magumu sana. Historia yangu inajieleza. Kwa hivyo kupitia Shishi Foundation nataka niendelee kusaidia wanawake wenzangu, watoto, ili labda kile kidogo ninachokifanya kitakuwa kinapunguza yale machungu nilikuwa nayapitia zamani, japo siwezi kuyamaliza yote. Kwa lengo ni kusaidiana na kila mmoja apate furaha. Mwenyezi Mungu anasema pale unapoweza kumfurahisha mwenzio, basi mpe furaha ili naye apate furaha, ndio neema ziongezeke. Yes. Hii ni ile definition ya kusema kwa watu kuongea sana, watu wasifuturishe watu maarufu, watu wenye uwezo wachukue watoto yatima. Iko kwa mikoa tofauti tupo hii. Hatujaona mtu maarufu, hatujaona watu, imekuwa kama private sana. Hata kwenye utafuta mwaliko mtandaoni ilikuwa deal sana kuupata. Hii imekwaje? Nilitaka tu ni deal na watoto wangu, kwa sababu hii ndio ilikuwa dhamira yangu, kwamba nataka ni deal na watoto tu, kwamba nimetembelea hivyo vituo vyote, nimeenda kufanya research mimi mwenyewe, nikagundua hivi vituo kweli vinahitaji msaada. Nimegundua kuna vituo havina TV kabisa, kwa kuna vituo hawajui hata Tanzania, wanafeni hawajui nini kinaendelea kwenye nchi yetu. Kwa hiyo nimeweza kupata baadhi ya TV ambazo kwenye hivyo vituo watapelekewa. Kuna vituo ambavyo yani hawana nguo sio zinazotosheleza, hawana mashuka, hawana na vitu vingi. Kwa kama unavyoona hapo, tuna mahitaji maalum hapo. Tuna sukari, tuna michele, tuna unga, tuna sabuni, tuna mafuta, tuna vitu vingi ambavyo tunaenda kuwapelekea. Watakula futari, lakini watakuwa na vitu ambavyo watakula siku za mbele. Shilonde, neno lako ni lipi sasa kuona baadhi ya viongozi wa dini, kwa maana kwamba mashehe wamekuwa kizungumzia namna ambavyo pia nyie watu maarufu mkifuturisha matajiri zaidi? Neno lako ni nini? Kwa sababu wewe ni mtu ambaye pia mara nyingi tunakuona unafuturisha watu ambao pia hawana uwezo. Hiyo ni matakwa ya mtu, siwezi kumlazimisha mtu kafuturishe watu fulani. Mimi moyo wangu ndio umeniambia leo nifuturishe watoto yatima, na hata mwaka jana nilikuwa nazunguka kwenye vituo, bahati nzuri tulikuwa wote. Kwa hiyo mlikuwa nia yangu mimi natamani mtu aone moyo wangu ambapo mimi nafurahia nikiona watoto au watu wenye shida nikiwasaidia kwa nia. Kuna vitu vingine nitawaelezea, na uzuri ni kwamba mimi napenda sana mimi ni muwazi, kwa tutaenda kwa naita macho kwa macho. Jamani, leo tunaenda sehemu fulani, kituo tulienda kukuta hakuna kitu, leo tunapeleka hivi. Labda kuna wanafunzi sometimes wanasoma mbali, tunahamishia, tunataka kuwapeleka hata boarding ya kusoma, wale ambao wanaona kabisa mazingira wanaoishi ni mbali na kituo na wanasoma mbali. Kwa tunafanya mpango kupitia Shishi Foundation, watoto wanapeleka boarding kusoma, nitasomesha watoto, nitasaidia watoto. Yani lengo langu mimi hata nikiondoka kesho kwenye hii dunia, basi alama iwepo kwamba Shishi binti wa Igunga alipitia maisha magumu, lakini naye akanyanyua wengine. Kwa hiyo alama itabaki. Unaruhusiwa kutoa ni moyo. Yani unajua watoto hawa hawaishi. Hakuna mtu amezaliwa kwamba anataka kuwa mtoto mtaani. Hapana. Nakataa. Ila inatokea. Kwa hiyo mtu anapokuja na shida, wewe kama unaweza msaidie tu. Au sio maana mimi nimesaidia watu wazima na sio watoto wa mtaani. Lakini nimesaidia. Shilonde, hauna mpango wowote labda pengine kufungua kituo cha watoto yatima? Mimi nimeambia hata watoto wangu, nadhiri nimeiweka panapo uhai inshallah. Mungu akiniweka hai, nikifika miaka 50 na kuendelea, basi mimi naacha kila kitu na kuwa na kituo changu yatima, hata huko Mbweni mbali huko nakujenga Bagamoyo. Nikae tu na watoto nisikie raha tu. Yani ndio naomba sana kwa Mwenyezi Mungu inshallah. Iftari inaambatana na zawadi gani kwao? Inaambatana, nimekwambia na vitu vingi au kuambatana na kama nini nimekuelezeshea. Hapa ambapo naondoka. Viko sabuni, kuna mafuta, kuna mchele, kuna unga, kuna sukari kama ambavyo unaviona. Vituo vyote. Kwa vituo vyote. Huwezi kuwa na makadirio ya zote kwa pamoja, lakini TV ziko ngapi? Mfuko sukari umepata ngapi? TV zinatakiwa 10, tumepata 3. Alafu vitu vingine watu wameniahidi wenyewe. Hiyo sikutaka kuipeleka public, lakini baadaye siwezi kufanya peke yangu. Kwa hiyo kama kuna watu wataguswa, wachangie tu. Mimi sihitaji pesa ya mtu, la hapana kabisa. Sawa, Shilonde, pengine mtu anaweza kaona labda kuna Shishi Foundation
Shishi ana familia kubwa. Hatujaiona familia ya Shishi. Kama hivi. Marafiki zako, na mpenzi wako. Marafiki zangu wapo. Shemeji yenu. Yes. Yupo bado hajani, kifupi yupo kazini. Yuko Dodoma. Ila amenibrace kwa kila kitu na anajua kinachoendelea hapa. Yes. Na mchango wake upo. Yeah. Kuna namna sasa hivi amenichangia baadhi ya vitu. Yes. Kuna namna siku hizi umepunguza sana kumpost mitandaoni. Mmekiana mipaka? Hatuna mipaka, lakini mimi nadhani hii ni vizuri. Kwa sababu gani? Ukimdisplay sana mtu unapo ni tatizo. Jueni shemeji yenu yupo, mambo ni bulbul. Watu wakaanza kusema labda Shishi umeshaachana. Nasema dada yangu kweli waongo watu. Na kujua lakini hakuna, na naomba jamani, na mimi mniombee. Mafisi ni wengi kwa pande zote. Ramadhani ijayo tule harusi nyingine. Inshallah. Mafisi kwa maana gani? Yaani watu kila mtu, mimi na nimelewa. Hata na sometimes unajua wanawake bwana, sisi Unafuma DM zao sana. Amna, lakini yani unajua hivyo. Uzuri ni kwamba shemeji yenu anajitambua. Tusiongele sana hivyo hayo mambo. Sababu sio mtu wa mambo hayo kwanza pia. Ila vijana kwenye DM wanajitahidi kwako. Jamani nimechoka. Waambie. Kwa kweli. DM zimekuchosha? DM zimekuchosha jamani. Vijana hebu tafuteni kazi mfanye. Hamna haya. Wanafanya vijana wako kabisa wanajifanya wako sex, wanajisexisha. Kuna mmoja ni watu. Wanataka waishi. Mimi yani sio mambo yangu. Mimi sasa hivi kama kuna gentleman kind yani please guys, give me a break. Waambie apunguze DM. Please jamani, yani too much. Nimegundua vijana watakufanya sema shauri yao. Wanataka kula mtaji. Barapoa hizi. Foundation ambayo nimeianzisha kwa ajili ya kuweza kusaidia kina mama na watoto hasa kwenye jamii yetu kwa kuweza kuwainua kwa nyanja za juu kiuchumi na kila kitu. Yes. Labda pengine hapa Shilole ni vituo vingapi vilivyopo kwa watoto ambao wamekusanyika leo kwa ajili ya Shishi Foundation Iftar? Hapa vituo tumekuwepo na vituo 10 kama ambavyo mmeona. Kuna vituo yani kuna vituo vimetoka Temeke, kuna vituo vimetoka Tegeta, kuna vituo vimetoka Kigamboni, kuna vituo vimetoka Magomeni, kuna vituo vimetoka Kijitonyama hapa, kuna vituo yani tuna vituo ambavyo tumevichanganya. Ndio nimetoka Bunju. Mimi Bunju ndo Tegeta. Yani tuna vituo tumevichanganya vituo vingi kwa sababu tunahitaji, mimi nafikiria kwamba hao ndo walikuwa walengwa haswa kwenye jambo langu la kupata ifra ya kweli kabisa, kwa sababu watoto hawa wanahitaji kweli mahitaji ya muhimu. Shilole, samahani kidogo. Shilole, yani viko vituo 10, jumla ni watoto ngapi? Jumla ni watoto 600. Kwa vituo vingine vina watoto 70, wengine watoto 120, vingine vina watoto 90, yani unachanganya, lakini jumla ni watoto 600. Okay, sawa. Shilole, sio mara ya kwanza kufanya kitu kama hiki. Kama ulivyosema muda sio mrefu. Mwaka jana tulienda Morogoro na safari hii tuko na watoto leo. Labda pengine Shilole kufanya hii mara kwa mara kwa watoto, na mara nyingi tunaona baadhi ya mastaa wengi wanafuturisha watu maarufu zaidi na watu wenye uwezo zaidi. Kuna historia gani nyuma juu ya Shilole kuhusiana na maisha labda kwenye hali ngumu na vitu kama hivi? Mimi ni yatima mzee. Nimeshaishi kwenye maisha ya uyatima muda mrefu. Mimi mama yangu amefariki nikiwa na miaka 7. Kwa niliishi kwa kulelewa na watu, tukisema ndugu, na nimepita kwenye mikono ya watu. Kwa hiyo ninaijua adha ya kuwa kuishi bila wazazi. Na nielewa. Kwa hivyo mimi ni mmoja wa yatima ambao nimepitia mazingira magumu sana. Historia yangu inajieleza. Kwa hivyo kupitia Shishi Foundation nataka niendelee kusaidia wanawake wenzangu, watoto, ili labda kile kidogo ninachokifanya kitakuwa kinapunguza yale machungu nilikuwa nayapitia zamani, japo siwezi kuyamaliza yote. Kwa lengo ni kusaidiana na kila mmoja apate furaha. Mwenyezi Mungu anasema pale unapoweza kumfurahisha mwenzio, basi mpe furaha ili naye apate furaha, ndio neema ziongezeke. Yes. Hii ni ile definition ya kusema kwa watu kuongea sana, watu wasifuturishe watu maarufu, watu wenye uwezo wachukua watoto yatima. Iko kwa mikoa tofauti tupo hii. Hatujaona mtu maarufu, hatujaona watu, imekuwa kama private sana. Hata kwenye utafuta
mwaliko mtandaoni ilikuwa dili sana kuupata. Hii imekwaje? Sikutaka, nilitaka tu ni dili na watoto wangu, kwa sababu hii ndio ilikuwa dhamira yangu, kwamba nataka ni dili na watoto tu, kwamba nimetembelea hivyo vituo vyote, nimeenda kufanya research mimi mwenyewe, nikagundua hivi vituo kweli vinahitaji msaada. Nimeenda nimegundua kuna vituo havina TV kabisa, kwa hiyo kuna vituo hawajui hata Tanzania wanafanya, hawajui nini kinaendelea kwenye nchi yetu. Kwa hiyo nimeweza kupata baadhi ya TV ambazo kwenye hivyo vituo watapelekewa. Kuna vituo ambavyo yani hawana nguo nguo sio zinazotosheleza, hawana mashuka, hawana yani na vitu vingi. Kwa kama unavyoona hapo tuna mahitaji maalum hapo. Tuna sukari, tuna michele, tuna unga, tuna sabuni, tuna mafuta, yani tuna vitu vingi ambavyo tunaenda kuwapelekea. Watakula futari, lakini watakuwa na vitu ambavyo watakula siku za mbele. Shilonde, neno lako ni lipi sasa kuona baadhi ya viongozi wa dini, kwa maana kwamba mashehe wamekuwa wakizungumzia namna ambavyo pia nyie watu maarufu mkifuturisha matajiri zaidi? Neno lako ni nini? Kwa sababu wewe ni mtu ambaye pia mara nyingi tunakuona unafuturisha watu ambao pia hawana uwezo. Hiyo ni matakwa ya mtu, siwezi kumlazimisha mtu kafuturishe watu fulani. Mimi moyo wangu ndio umeniambia leo nifuturishe watoto yatima, na hata mwaka jana nilikuwa nazunguka kwenye vituo bahati nzuri tulikuwa wote. Kwa hiyo mlikuwa nia yangu mimi natamani mtu aone moyo wangu ambapo mimi nafurahia nikiona watoto au watu wenye shida nikiwasaidia kwa nia moja ama nyingine. Sina uwezo huo sana, lakini kidogo nikamwache naye akawa na tabasamu. Yes. Kwa kukazia hilo swala, futari watu wanazolalamikia zimekuwa nyingi, zimekuwa hazibebi lengo